1:8 Biblia inasema, basi akatokea mfalme mpya kutawala Misri, asiyemjua Yusufu. Akawaambia watu wake, angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Haya, na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka. Tena ikitokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Basi wakaweka wasimamizi juu yao, wawatese kwa mizigo yao, nao wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba, Pithomu na Ramsesi. Lakini kwa kadiri yao walivyowatesa, ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea. Ndipo Wamisri wakaogopa kwa sababu ya wana wa Israeli. Wamisri wakatumikisha wana wa Israeli kwa ukali, wakafanya maisha yao kuwa machungu kwa kazi ngumu, kazi ya chokaa na ya matofali na kila namna ya kazi mashamba, kwa kazi zao zote walizowatumikisha kwa ukali. Kisha mfalme wa Misri akawaambia wakunga wa Waebrania mmoja jina lake aliitwa Shifra na wa pili jina lake aliitwa Pua, wakasema, wakati mnapowazalisha wanawake wa Kiebrania na kuona kuwa ni mtoto wa kiume, basi muweni; bali ikiwa ni mtoto wa kike, na aishi. Lakini hao wakunga walikuwa wacha Mungu, hawakufanya kama walivyoamriwa na huyo mfalme wa Misri, lakini wakawahifadhi hai wale watoto wa kiume. Basi mfalme wa Misri akawaita wale wakunga na kuwauliza, kwa nini kufanya jambo hili la kuwahifadhi watoto wa kiume wawe hai? Wakunga wakamwambia Farao, ni kwa sababu hao wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri, kwa kuwa ni hodari hao, nao huzaa kabla mkunga hajapata kuwafikia. Basi Mungu akawatendea mema wale wakunga, na hao watu wakaongezeka sana, wakaendelea na kuzidi kuwa na nguvu nyingi. Ilikuwa kwa sababu wale wakunga walikuwa wakimcha Mungu. Akasimamisha nyumba, kisha huyo Farao akawaagiza watu wake wote akisema, kila mtoto wa kiume atakayezaliwa mtamtupa mtoni, na kila mtoto wa kike mtamhifadhi. Haya ndiyo mateso makubwa ya mtu aliyemcha Mungu. Yaani, ukionyesha unamcha Mungu, adhabu ilikuwa ni kali sana, na ikionyesha unaishi maisha sahihi ya Mungu, una adhabu hata leo. Yaani ukaokielewa kwamba mwanadamu anayemcha Mungu anaishi katika shida. Wewe unapoingia duniani ukaenda kuiona dunia inasema tunatafuta haki, wewe unayemcha Mungu unatakiwa uanze kupiga magoti
na kumtafuta Mungu haraka sana, kwa sababu dunia hakuna mwenye haki walioko duniani. Sasa ni kwa nini wewe unahitaji upate haki wakati dunia haijui haki? Haki anayeitambua ni Mungu. Kumbuka ndugu zetu walioyapata, wakibebesha mizigo, wakibebeshwa machokaa, wakibebeshwa hatari ya maisha, lakini pamoja na hapo hakuna mwana wa Mungu aliyemcha Mungu halafu aende aseme ulifanya vizuri, wakati amaenda kawaida na Mungu anavyohitaji. Mtumishi wa Mungu, watu wa Mungu wanasema walikuwa ni hodari watu hao wa Kiebrania, na mtu wa Mungu anakuwa yuko hodari. Ni kwamba ukimcha Mungu unakuwa uko hodari wa kuitambua dhambi. Usipomcha Mungu hauko kwenye uhodari wa kumtambua Mungu. Unaishi katika mazingira na unaishi katika matazamio ya dunia. Kwa sababu gani? Dunia huwa inahitaji fedha, inahitaji mafanikio, inahitaji kuyaishi, haijui mateso na kuhangaika. Kwa hiyo Mungu wetu